Tunaenda kuombea umoja na hata roho ya kusema ukweli na ufanusi. So let's read the scripture for unity, Ephesians 4:13. Wacha tusome katika kifungu kinachosema maneno ya kuungana pamoja kutoka Waefeso 4 mstari wa 13. Kiingereza inasema, and so we shall all come together to that oneness in our faith and in our knowledge of the Son of God. We shall become mature people, reaching to the very height of the Christ fully stature. Hata sisi zote tutakapofikia umoja wa imani na kumfahamu sana mwana wa Mungu, hata kuwa mtu mkamilifu cha utimilifu wa Kristo. Amen. Amen. Let's read the scripture for Spirit of Truth and Revelation, John 16:13. Tunaenda kusoma katika Yohana 16:13. Inaongea kuhusu maneno ya umoja, ya ufufuo na tena maneno ya kuweka watu pamoja. Inasema hivi katika 16:13. Then whoever the Spirit comes, who reveals the truth about God, he will lead you into all the truth. He will not speak all his own authority, but he will speak of what he hears and will tell you of things to come. Lakini yeye atakapokuja, huyo Roho wa kweli, atawaongoza watiwe kwenye ukweli yote, kwa maana atanena kwa ushauri lake mwenyewe. Lakini yote atakayosikia atanena, na mambo yajayo atawapasha habari yake. Amina. Baba, nakushukuru kwa nafasi hii mtakatifu tunapokuja mbele zako. Maana hakuna mwingine kama wewe Baba, aliye na umoja kama ulivyo. Hivi leo Baba, tunaposimama hivi, nataka nilete watu wako, maana ni wewe Mungu ambaye uliyesema umoja. Na hivi sasa tunatangaza umoja kwa neno lako Baba. Maana wewe Mungu uliyemtuma mwanao Yesu Kristo alikuja kuunganisha mataifa yote toka pande zote, ili wakaweza kurejelea neno lako Bwana, kwa kuweza kuabudu wewe Mungu kama Mungu pekee, Mungu wa mbinguni. Asante, naamini kwamba Yesu utaweza kutembelea makanisa yote, madhehebu yote, na kuwaunganisha katika kifungu cha amani, kisha kuabudu wewe ukijua kwamba ni wewe Mungu umoja, ni wewe Mungu upendo, ni wewe Mungu ushindi, ni wewe Mungu usiyebadilika, ambaye unataka watu wote Bwana wakaweza kuabudu. Asante, maana utaleta umoja katika serikali yetu wakati huu Bwana wa ubaba wa siasa. Tunakuomba Bwana ukaweza kunena pamoja na wanasiasa wetu, wakaweza Bwana kuwa na umoja, kisha ukaweza kuliongoza kanisa hili Baba, taifa hili katika umoja, na jina lako liinuliwe. Asante, maana utaweza kuleta pastors katika umoja, kwa sababu wewe ni Mungu wa umoja katika utatu wako Bwana. Asante Yesu, asante Mtakatifu, maana utatimiza hilo, maana unafuatilia neno lako ili ukaweza kulitimiza. Asante Mungu wetu, katika jina la Yesu Kristo naomba nikiamini. Amen. Asante Bwana. Ni wa Uganda kiriza tusabe. Katonda wa Israeli atutte waggulu ennyo, omusumba w'abasumba, omunene ow'abanene. Tewali Katonda akwenkana wadde ng'akufaanana. Oyogera ebigambo ebirungi n'okakasa musumba basumba nti abantu bonna basobola okubeera ekimu. Era y'ensonga lwaki wali otumye omwana w'omusumba wansi ku nsono gye tuli n'oyogera wa Jesus nti tulebe Yehova Jire. Ekisa kyo kakati leka kitwetoolere kitugatte wamu. Webale musumba wange. Bayibuli ekakaza nti abatume bwe baabeeranga wamu, bwe baasabanga mu bumu, bwe baakolanga kimu, bwe baakkirizanga kimu, n'amango gakkanga ne gabasiimulula ne gabakola bulungi. Mukasha asabagarefwe niyo yakamane ko musiku bibijangare
ebivuyo katika Yesu Kristo webala omakasya weyongera okukola nga buli Katonda ekifo kino kakati nangira omwoyo omulungi abakuŋŋanyi kakati buli kifo kyonna buli kanisa yonna ebeeremu obumo obuweereza buno kati obubeeremu obumo okwagala kusebo ekakulabike nga buli Katonda webala Yesu katika Yesu nimeomba. Amen. Amen. Thank you, Jesus. Amen. Amen. Baba Mungu mtakatifu, ninakushukuru na ni kwa sababu ya roho ya kweli na ufunuo ambaye shetani alimuiba katika kanisa lako, ambaye shetani alimuiba katika taifa lako, ambayo shetani aliiba na hata Bwana katika miji yetu. Ni wakati ambao Bwana tunanena urejesho Bwana katika roho wa kweli akaweze kuturejelea Bwana katika Bwana inji yetu. Asante Mfalme, maana kanisani tunanena ukweli, maana hata katika taifa letu tunanena ukweli Bwana, kwa sababu unasema ya kwamba atakapokuja atatuongoza katika haki yote. Mwachilie akuje Bwana ili akatuongoze tukaweze kunena haki yote, akatuongoze tukaweze kufanya haki yote katika jina la Yesu Kristo. Pokea sifa na utukufu Bwana, maana wakati wa urejesho umefika. Ya kwamba katika kanisa lako Bwana tunaenda kunena haki, tunaenda kunena ukweli, tunaenda kufanya mambo ambayo yanakupendeza katika jina la Yesu Kristo. Sio unafiki katika kanisa lako, sio kunena uongo, na hata katika kanisa, hata katika viongozi wa kanisa, hata katika viongozi wa taifa hawatanena uongo tena, lakini watanena ukweli Bwana katika jina la Yesu. Asante Mfalme, tunakupenda Mfalme, maana tunajua kwamba unatupenda. Pokea sifa na utukufu kwa jina la Yesu naomba nikiamini. Amen. Thank you. Jehova, asante. Tunakushukuru jioni ya leo. Tulipo Mungu andaa maombi haya tangu kuanza kwetu. Umesikia haya yote Bwana, watu wako wakaomba. Na Mungu, nachukua fursa hii kuyaweza kuyaweka mikononi mwako kulingana na roho na ukweli pamoja na ufunuo. Mungu, kulingana na makanisa jinsi inavyoendelea kukaa, jinsi inavyoendelea Baba kutembea. Mungu, tunaomba kwamba Mungu wacha Bwana mkono wako ukapate kusunguka watu wako, na wakaweze kupatilishwa, wakaweze kuchaswa roho Bwana, wakaweze kukeushwa na mambo ya duniani, wakaweze kupata ufunuo ulio mpya, ili kwamba neno lako likawe ngao katika maishani mwao. Jehova, tunapofunga maombi haya Bwana mbinguni, unatujua vyema. Roho Mtakatifu atakuwa kimbilio letu kwa mbingu na nchi. Ulituona vyema Mungu kwamba tunafaa hata siku ya leo tukafanya ibada katika mahali hapa. Jehova, tunasema asante, liinua jina lako. Kwa jina la Yesu naomba na kuamini. Amen. 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 In Jesus' name, every knee shall bow. 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 Raise up and let's worship the living God. Oh, in Jesus' name, every knee shall bow. Every
Wacha tumpigie Yesu makofi mara tena. Hallelujah. Don't worry, we're still going to dance for a while. Tunaenda kutanza ama kucheza kwa wakati tena. But we want to give opportunity for people to come to receive Jesus. Lakini tunataka tupeane nafasi kwa watu kuleta maisha kwa Yesu. Thank God for answered prayer. Tunataka kushukuru Mungu kujibu maombi yetu. Answered all our prayers in Jesus' name. Bwana amejibu maombi yetu kwa jina la Yesu. I said God have answered all our prayers in Jesus' name. Inasema Bwana amejibu maombi yetu kwa jina la Yesu. Answered all your prayers in Jesus' name. Bwana amejibu ombi lako katika jina la Yesu. Amen. Nisikie amina. Bwana nisikie amina. Amen. Nisikie amina. At this time, Kwa wakati huu, like I've heard us talk about Jesus, kama tulivyokuwa tunaongea kuhusu Yesu, give Christ opportunity to come into your life. anakupatia nafasi ya kuingia ndani ya maisha yako. If you want to receive your independence from the powers of darkness, Kama unataka kupokea uhuru wako kutoka kwa giza, from the power of sin and demonic bondage, kutoka kwa dhambi na kwa kila hali I mbaya, want you to come and surrender your life to Jesus. ninataka uje upeane maisha yako kwa Yesu. This is your opportunity to receive your independence Hiyo ni wakati wako wa kupeana ama kupokea jamhuri for yako the rest of your life. kwa maisha yako. I want you to come and we'll pray for you. Ninataka uje na tuombe na wewe, And Jesus will be the Lord and Savior of your life. na Yesu ataingia ndani na kuokoa maisha yako. Don't miss this opportunity. Wewe usipoteze wakati huu. This is a lifetime opportunity. Hii ndio wakati tu wa mwisho. I want you to come to where I am now. Nataka uje ule ambaye unataka kuja kwa I will Yesu, pray for you hata kuombea in the name of Jesus. kwa jina la Yesu. Your life never remain the same. Maisha yako yatabaki hivyo. Don't stand here and be looking at us. Wewe usituangalie tu, Receive your independence today. pokea uhuru wako siku ya leo Bondage of sin. kutoka kwa dhambi. Your name will be cancelled in the book of death. Jina lako litatolewa kwa vitabu ya mauti. Jesus will write your name in the book of life. Yesu ataandika kwa vitabu za uzima. He will give you abundant life Atakupa maisha ya utele here in this earth hapa duniani and in heaven, eternal na life. hata mbinguni pia maisha ya So utele. come, my sister, come, my Kwa brother, hivyo njoo ndugu yangu na dada yangu, that you may receive the power ili ukapokee nguvu from the one that has every power. kutoka kwa zile nguvu zote za dunia hii Of Jesus. kwa jina la Yesu. Amen. Amina. I want you to come. Nataka uje Clap your hands for them as they come. unapopigia makofi wanapokuja kwa jina la Yesu. Pigia Yesu makofi wanapokuja. Amen. Katika jina la Yesu. Amen. Wanakuja kwa Yesu, mpigie makofi. Clap your hands as they are coming. Wapigie makofi wanapokuja. Asante, wapigie makofi wanapoingia. To come inside here. Waingie mahali hapa. Come and give your life to Jesus. Waje wapeane maisha yao kwa Yesu. Come here. Waje hapa wapeane maisha yao kwa Yesu. Clap your hands for Jesus as they come. Wapigie makofi wanakuja kwa Yesu. Clap for Jesus. Wapigie makofi. Clap your hands for Jesus. Wapigie makofi. They are coming. Let them come in as they come in. Hallelujah. Those that are here, don't clap your hands. Those who are clapping hands are those. Ashas wako wapi? Wale watu wenye wako hapa. Ashas, wachungaji simama na hao watu. I want those who are here to be quiet Hao watu hapa wasipige kelele wala makofi. and honor Jesus. Na muheshimu Yesu. No more talking for those who are here. Ya wale wako hapa hatutaki kuongea, ni kunyamaza. I want to begin to pray to Jesus Nataka uanze kuomba kwa Yesu to deliver you from the bondage of sin. kukutoa katika shimo la dhambi. I want those who want to give their life to Jesus to come into this place. Nataka wengine ambao wanataka kupeana maisha kwa Yesu mjoo hapa. For you, Jesus is waiting for you. Tunawangoja ndugu kuja. Don't let this time pass you by. Wacha wakati huu usikupite ndugu yangu. As I sing this song, Ninapoimba wimbo huu, I want you to come. nataka uje kwa Yesu. Your life will never remain the same. Maisha yako hayatabaki sawa. For those who are here, Wale wako hapa, begin to cry unto Jesus. anza kujiombea kwa So Yesu. deliver me from the bondage of sin. Sema, nitoe katika shimo la dhambi. Deliver me from the bondage of alcohol. Nitoke katika hali ya kunywa. Deliver me from the bondage of evil spirits. Nitoe katika hali ya mapepo mabaya. Deliver me
from the bondage of poverty. nitoe katika umaskini. Lord, set me free. Bwana niweke huru. I need a change in my life. Nataka badiliko maishani Open mwangu. door for me. Nisaidie. Lord, heal my body. Bwana niponye. Lord, give me a new life. Nipe maisha mapya. Begin to talk to Jesus. Anza kuongea na Yesu. Some of you who are still waiting outside. Wengine bado tunawangoja, njoo kwa Yesu. We are waiting for you here. Tunawangoja kwenu. Jesus is waiting for you. Yesu anakungoja pia. Don't be ashamed of Jesus. Usiaibike Yesu. For you'll be ashamed of you in heaven. Maana yeye pia atakuaibikia Now is your mbinguni. opportunity. Wewe ndio wakati wako. Now is your opportunity to Hii come. ndio wakati wako. I say now is your opportunity. Nasema saa hii ni wakati. A lifetime Ni wakati decision. wako wa Make that maisha. decision today Fanya uamuzi and put the devil to shame. na uache shetani kwa aibu. Hallelujah. Haleluya. You are coming. I want to come inside here. Wengine wanakuja, dada kujeni hapa ndani. Come inside here and surrender your life to Jesus. Kuja hapa peana maisha yenu kwa Yesu. As we sing this song, Tunapoimba wimbo huu, I want those who are coming to still come. nataka wale ambao wanaimba wimbo huu, Before we pray for these ones here. kabla tutaombea watu hawa, As we are singing, keep coming. tunapoimba wanaendelea kuja. I have decided. I follow Jesus. I have decided to follow Jesus. I have decided To follow Jesus, no turning back, no turning back. I have decided to follow Jesus.